Mwashamba Baba Askofu, kama tungeondoa kabisa takwimu za wasikilizaji, tungeondoa idadi ya masafa na ukubwa wa coverage iliyopo kwa Radio Maria Tanzania, na tukakuambia uchague jambo moja la kupima mafanikio ya Radio Maria Tanzania katika miaka 30, wewe binafsi ungechagua nini, na kwa nini hicho ndio kingekuwa kipimo muhimu zaidi kwako? Asante, swali zuri. Na hizo takwimu na idadi, mimi mara nyingi huwa napenda kusema hivyo ni vipaumbele vya watu wanaofanya tathmini za kijamii, labda za kiuchumi, za kisiasa. Wanapenda sana takwimu. Sisi watu wa imani, kinachotakiwa katika utume wetu sio idadi. Cha msingi katika utume wetu ni uaminifu katika kile tulichotumwa na Mwenyezi Mungu. Wangapi wanakipokea, hilo tunamwachia Mwenyezi Mungu. Kwa mantiki hiyo basi, mimi kama ningekuwa naipima Radio Maria katika utume wake, nisingehesabu minara na maeneo, ningekuwa naangalia uaminifu katika ule ujumbe wanaoupeleka kwa jamii. Na hilo Radio Maria wamefaulu sana. Hata ile kauli mbiu inasema ni sauti ya Kikristo nyumbani kwako. Radio Maria imekuwa kweli ni sauti ya Kikristo katika familia za wanadamu wanaoisikiliza. Mmekuwa watangazaji waaminifu wa ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Mmekuwa waaminifu vile vile katika kupeleka mafundisho ya kanisa. Kwa hiyo mimi mafanikio ya Radio Maria ninayapima zaidi kwa uaminifu katika kuyafanya yale ambayo yanakusudiwa na Mungu na kanisa. Idadi watakaopokea, hata Yesu alishasema, mpanzi alituma mbegu, nyingine zimedondoka kwenye miamba, nyingine kwenye miba, nyingine kwenye njia, nyingine kwenye udongo mzuri. Hiyo tunamwachia msikilizaji mwenyewe tuone ni udongo wa namna gani. Kwa sisi takwimu zetu sio za udongo, takwimu zetu ni uaminifu katika neno, na Radio Maria amefanya vizuri sana katika eneo hilo. Asante sana baba. Radio Maria Tanzania imekuwa moja ya sauti zinazowafikia waamini moja kwa moja majumbani mwao, kwenye magari na hata maeneo ambayo wahudumu wa kanisa hawawezi kufika mara kwa mara. Unadhani Radio Maria imefanikiwa kuwa daraja kati ya kanisa na watu, na ni maeneo gani bado daraja hilo halijafika vizuri? Radio Maria imekuwa daraja muhimu sana, na watu wengi wanaisikia Radio Maria kama ulivyosema, katika maeneo yao ya kazi, ya familia, vyombo vya usafiri. Utakuta mtu anaweka pale, anapata mafundisho. Kwa hiyo ile taarifa, ujumbe, mafundisho ya Mungu na kanisa kupitia Radio Maria yamewafikia watu wengi sana. Na ukisema ni eneo gani bado daraja hili halijafika, nadhani watendaji wa Radio Maria pengine wanaweza kuwa na majibu mazuri zaidi katika hilo, kujua kwamba ni wapi bado watu hawaisikii hiyo sauti. Kwa sababu Yesu alivyokuwa anatutuma sisi kanisa kwenda kuhubiri Injili, alituambia enendeni ulimwenguni mote. Na kusema ulimwenguni kote, anamaanisha kwamba kila kona, kila mahali pafikiwe na ujumbe wa habari njema ya Injili. Kwa hiyo nadhani kama kuna eneo ningesema bado, hilo sasa ni la kiutawala kwa upande wa Radio Maria na safu yake ya ufundi, kujua ni wapi bado sauti hii haijasikika ili tuifikishe huko. Lakini kwa kiasi kikubwa mmejitahidi sana, kwa sababu mbali ya kwamba ni redio, lakini vile vile mmekuwa mkitumia hizi njia nyingine za mawasiliano ya kijamii, mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na nyingine kufikisha ujumbe. Wale ambao hawawezi kupata masafa ya redio bado wanaweza wakawasikia nyinyi kwa kutumia hizi vyanzo vingine, njia nyingine hizi za mitandao ya kijamii ya kupata ujumbe wenu, na wengi wanaupata huko, na wengi vile wanaupata huko. Kwa mimi niwapongeze kwa hilo ambalo tayari mnalifanya, lakini basi muendelee kuongeza matumizi mapana zaidi ya hizi njia za mawasiliano katika kufikisha ujumbe huo. Asante sana baba. Tukifika mwaka wa 2056 Radio Maria Tanzania itakuwa inatimiza miaka 60. Mwaka 2046 itakuwa inatimiza miaka 50, itafanya jubilei ya miaka 50.
Ungependa watu waseme nini kuhusu miaka 30 ya kwanza hii ambayo tunaiadhimisha kwa wakati huu? Na je, ungependa ikumbuke kwa sababu ilisikia karibu kila kona ya Tanzania, au kwa sababu ilibadilisha maisha ya watu na kuwasaidia wengi kumjua na kumpenda na kumfuata Kristo? Mimi ningesema yote ya mawili yafanyiwe kazi, ingawa hilo la pili ndio lingepaswa liwe la kwanza na hilo la kwanza lingepaswa liwe la pili. Yani kwamba watu wengi wameunganishwa na njia ya uzima, yani wameunganishwa na Kristo. Na pili, maeneo mengi sasa yamefikiwa na Radio Maria. Kwa hiyo Radio Maria lazima mfanye yote hayo, kama nilivyosema pale awali, uaminifu katika kusimamia kweli za Injili na mafundisho ya kanisa. Inalisisitiza hilo kwa sababu sasa hivi na wahubiri na hata na vyombo vyao wamekuwa kama na kaulagai fulani, ili kuwavuta tu watu, wanarahisisha mafundisho ya Mungu ili kwa watu waone kwamba huku sasa kumbe tunakubalika. Yesu alipokuwa anafundisha mambo ya msingi, alikuwa angalii wangapi watanifuata, alikuwa anabaki aminifu. Na hata pale alipoona fundisho lake, mfano lile la mkate wa uzima, alipoambia msipoula mwili wangu hamna uzima wa milele, wengine wakaondoka, akasema hapo ondokeni tu, lakini ukweli unabaki huo huo. Na hilo ndio la msingi sana katika Radio Maria, na mnalifanya vizuri. Hamtafuti wasikilizaji kwa kurahisisha mafundisho ya kanisa, mnaendelea kuyafundisha kwa uaminifu na watu wanafanya maamuzi wenyewe, na wengi wanaguswa na wengi wanarudi njia ya wokovu. Kwa hiyo katika miaka hiyo 30 mingine itakayokuja, mimi ningependa kama tunavyosema kwamba Kristo ni yule yule jana, leo na milele, na mimi ningesema ujumbe wenu na utume wenu ni ule ule jana, leo na miaka 30 ijayo. Kuweni wafundishaji na watangazaji waaminifu wa ujumbe mzuri, kazi ya kuinjilisha, na vile vile muendelee kuongeza masafa, kuongeza mtandao wa kuweza kusikiwa na watu wengi zaidi. Asante sana baba. Kama ungepewa nafasi ya kuzungumza na vijana ambao wengi hawasikilizi kabisa Radio Maria, ungewaambia nini ndani ya dakika 2 ili waone kwamba Radio Maria bado ina kitu cha maana kwenye maisha yao? Sina uhakika kama vijana wengi hawasikilizi, kwa sababu wakati mwingine vijana tunawaonea sana kwa kuonyesha kwamba mimi ninafahamu, nimeshiriki kwenye matukio ya vijana mengi tu. Vijana wakipewa nafasi, vijana wakialikwa, vijana wakielekezwa vizuri, huwa ni wasikivu. Pengine tu tunachokosea sisi wakati mwingine, sisi viongozi hatujui ni vitu gani vinawavutia vijana waje kusikiliza. Unajua, huwezi kumwambia kijana njoo kwenye mafungo. Ukitaja mafungo, wengine yanawagusa, wengine pengine wanasema ndio kitu gani, wanakuwa kama hawana uzoefu na jambo hilo. Lakini wana vitu vyao wanavyovipenda ambavyo navyo ni vizuri tu kijamii na hata kikanisa. Na ndio maana mara nyingi tunasema tuunganishe hivyo vitu ambavyo vijana wanavifurahia pamoja na mafundisho ya Injili. Manangu ni kwamba, mfano unajua vijana wanapenda kuonyesha vipaji, wewe useme tu hapa parokiani kutakuwa na maonyesho ya vipaji ya jumuiya ya kiparokia kanda, vijana wenye vipaji tofauti, iwe ni kuimba, iwe ni kucheza, iwe ni kufanya kitu gani, mje. Lakini utakapokuja ndani ya ratiba hiyo, kutakuwa na vipindi vya mafundisho, ibada, pamoja na hayo mambo ambayo wenyewe wanayapenda. Vijana wanapenda sana matamasha, na ndani ya matamasha ukiwawekea ujumbe wanasikiliza. Na ndio maana utagundua, mimi nimeshashiriki kwenye matamasha kadhaa na vijana wanafanya mambo yao. Ikifika wakati wa kipindi, ukatoa mada pale hata kwa dakika 30, afu karibisha maswali, unaweza kukuta maswali yanachukua saa nzima. Yani wana kiu ya kutaka kujua, pengine namna ya kuwavuta ili wakae na tuwafundishe na tujibu maswali yao. Ndio maana labda tujagundua mbinu stahiki. Kwa hiyo tujaribu, na sisi kama viongozi wa kanisa tunaendelea kujaribu katika maeneo tofauti. Kwa hiyo Radio Maria, kama wanasema labda vijana waisikilizi sana,
Hiyo kama nilivyosema pale mwanzoni, nyinyi wajibu wenu ni kutangaza. Nyinyi ni wapanzi, nyinyi ni mpanzi. Pelekeni mbegu sahihi katika shamba la mioyo ya watu. Wale vijana ambao hawasikilizi, anaweza asisikilize yeye, lakini kijana mwenzake akawa amesikiliza, huwa wanapashana habari. Kuna magrupu yao huko, huwa wanaambia bwana, mimi niliuliza swali hili, nilisikia kwenye Radio Maria swali hili lilikuwepo. Anamfungua macho mwingine. Unajua wewe unaweza kusema asikilize Radio Maria, lakini anamsikiliza kijana aliyesikiliza Radio Maria. Unajua wakati mwingine hatutaki kwa umpate kila mtu, lakini ukampata mmoja na yule mmoja akatoka na ujumbe aliopata Radio Maria akawafikishia wengine, na wengine bado mkasema Radio Maria imewanufaisha wale kwa kumpata huyu misionari mwingine aliyechukua ujumbe kwenu na akawapelekea wale ambao hawasikilizi. Kwa hiyo mimi ningesisitiza tu kwamba vijana kwanza, si kwamba hawana muda wa kusikiliza mambo haya, pengine sisi hatujajua tu namna nzuri ya kuwaweka ili watusikilize, lakini wale wachache wanaosikiliza ambao wanafika mara kwa mara, nao ni mabalozi wetu, wanakutana vile vile kwenye makundi mengine huko na wanashauriana. Tutumie njia zote. Hata Yesu alipokuwa anataka injili iendelee ulimwenguni kote, alianza na mitume 12. Unaweza ukafikiria sasa Yesu huyu alikuwa ana maana gani? Anawachukua mitume 12, anawaambia nendeni ulimwenguni kote. 12? Mbona 12 hata tu kwenye jimbo moja ni wachache? Alijua watatoka wao watawahubiria hawa, na hawa watatawanyika watawahubiria wale, na wale watatawanyika watawahubiria wale wengine, na baada ya muda fulani ulimwenguni wote utahubiriwa habari njema ya injili. Kwa mimi ningeendelea kusisitiza Radio Maria, hubirini, tangazeni, fikisheni ujumbe wa injili kwa kundi lolote mtakaolifikia. Vijana wachache watakaowafikia watalipeleka hilo neno na huo ujumbe kwa vijana wengine katika mazingira mengine, kwa sababu sisi tunajua kabisa mwinjilishaji mkuu ni Mungu mwenyewe. Sisi ni vyombo tu. Sisi ni vyombo. Mungu anaweza kasema leo ninaongea na kijana huyu, kumbe mlengwa ni kijana ambaye yuko Mpanda, anajua huyu na yule wa Mpanda ni marafiki. Huyu akisikia wakikutana na yule kula Mpanda, wa Mpanda naye atapata ujumbe huu. Njia za Mungu ni za ajabu za kutuongoa na kutufikisha ujumbe wake. Kwa hiyo wito wangu pengine kwa vijana, litafuteni neno la Mungu. Maisha yetu ya hapa duniani ni ya kupita. Maisha yetu ya umilele yako pamoja na Mwenyezi Mungu. Tuyatumie kwa busara maisha ya hapa duniani, tutumie vizuri ujana wetu tukiwa tumeambatana na mambo yale yaliyo ya milele. Tusiache ya umilele kutafuta ya muda, bali tuyatumie ya muda kwa busara tukiwa tumeambatana na yale ya milele. Asante sana baba, tuhitimishe mazungumzo yetu. Radio Maria Tanzania kama tulivyosema hapo nyuma imefikisha miaka 30 tangu kwanza kwa safari yake, tangu kuasisiwa. Kwa mtazamo wako kama askofu ndani ya kanisa Katoliki, ni mabadiliko gani makubwa umeyaona katika maisha ya waamini ambayo unathubutu kusema kwamba Radio Maria Tanzania imechangia kuyazalisha? Radio Maria ni moja ya chombo muhimu sana cha uinjilishaji. Lakini unajua swali lenyewe limekaa ambalo kikanisa huwa tusemi hivyo. Unajua kanisa ni mwili wa fumbo wa Kristo. Na mwili una viungo vingi. Kuna mkono, kuna mguu, kuna macho, kuna masikio, kuna nini. Afya ya mwili huu inategemea afya ya kila kiungo. Na Radio Maria ni moja katika viungo vya mwili huo. Kwa hiyo mafanikio ambayo Radio Maria imeyatoa katika utume wa kanisa huwezi kuyapima kwa upeke yake tu in isolation kwa Radio Maria umechangia hiki. Baki unaweza kukuta Radio Maria kama angekuwa ni macho amesaidia kuona, lakini kuna kiungo kingine ni mguu imesaidia kuona, baada ya Radio Maria kuona mguu ukatembea. Kwa hiyo kazi ya uinjilishaji ni kazi ya watendaji wengi. Radio Maria ni kiungo muhimu, wamefanya kazi yao, lakini wapo watendaji wengine.
Kuna waumini wengine, kuna makatekista, kuna mapadri, kuna watawa, upo maaskofu na wapo familia huko na wana utume tofauti tofauti. Wote sisi, kila mmoja anafanya ile sehemu yake, na katika kufanya sehemu yake mwili mzima wa fumbo wa Kristo, yani kanisa, unastawishwa, unaneemeshwa. Kwa mimi ningeendelea tu kwa pongezeni kwamba mnafanya vizuri ile sehemu yenu. Ile sehemu yenu mnafanya. Mimi ni msikilizaji mzuri sana wa Radio Maria. Sana nasikiliza sana. Na mnafanya vizuri, navutiwa sana na vipindi vyenu. Naona. Na ninajua kama nilivyosema, nyinyi mnafundisha huku, kuna wengine watafundisha huko kwenye jumuiya, wengine watafundisha maporokiani, wengine watafundisha kanisani, wengine watafundisha kwenye vikundi na vyama vingine vya kiutume na nini. Na vyote hivyo vinasaidiana kwa pamoja katika kumpelekea mwanadamu habari ya wokovu. Kwa hiyo sio vizuri kupima mafanikio ya kiungo kimoja kimoja. Ni vizuri tuseme na sisi ni mwili wa fumbo, nimefanya nilichopaswa kukifanya, na Mungu mwezeshaji mkuu anawezesha na wengine wote katika kuujenga na kuujalia afya mwili wake ambao ndio kanisa. Kwa hiyo nyinyi mnafanya vizuri, na wahudumu wengine na vikundi vingine na watendaji wengine katika uinjilishaji wote wamechangia katika haya mafanikio tunayoyaona.